isipokuwa kwenye utesi huo wajadili vitu vingapi? Vitatu. Illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin baina an-nas, iwe utesi huo umeambatana ndani yake kuamrisha watu watoe sadaqa, utesi huo umeambatana ndani yake kuamrisha watu wafanye mema na wajiepushe na mabaya, utesi huo umeambatana ndani yake na kuamrisha kusuluhisha baina ya watu, sio utesi huo uwe ni sababu ya kwenda kuleta khilafu baina ya watu. Allah jalla wa ala aliposema wasulhu khair ay min alfiraq, kusuluhisha ndiyo kheri kuliko kufarikisha. Itakavyokuwa suluhu haiachi watu katika mambo mabaya, kwa vyovyote wavyo sulhu haileti isipokuwa kheri. Wewe mwenye msimamo wa kusema mimi sitaki sulhu, je, hali yako kabla sulhu na baada ya kukataa sulhu itabakia kwa vile vile? Yawezekana unakataa sulhu kwa sababu ya mabavu uliokuwa nayo, yawezekana unakataa kusuluhisha kwa sababu ya unyonge uliokuwa nao. Je, kwa unyonge uliokuwa nao, kwa kukataa sulhu, itakuwa kukataa kwako sulhu kumeondosha unyonge wako? Kwa sababu ya ule ubabe uliokuwa nao, kwa sababu ya ikitokea kwa sababu ni unakataa sulhu kwa sababu ubabe uliokuwa nao, je, ubabe wako unaongezeka baada ya kukataa sulhu? Yaacheni maneno ya Allah tabaraka wa taala afanye kazi. Wasulhu khair, sulhu siku zote ni kheri. Al-Imam Abu Ja'far at-Tabari rahmatullahi ta'ala alayhi, katika kauli ya Allah tabaraka wa taala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin baina an-nas. Al-Imam at-Tabari rahimahullah katika tafsirul bayan, yeye anasema huwa baina al-mutabayinaini au al-mutakhasimaini. Haya maneno Allah ameyasema